tumeshampa briefing ofisini na tunaanzia hapa, tutakwenda Mabibo, tutakwenda Gongola Mboto Mbagala, Ugudu ndani, na baadaye tutakwenda Ndege kule Kigamboni. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, karibu. Sisi tunajisikia fahari kupokea, na hii ni sehemu tu ya watumishi. Unajua hili ni eneo ambalo ni restricted, wananchi hawawezi kuja kutokana na nature ya mitambo iliyoko humu, lakini wote hawa ni wakazi wa Dar es Salaam, wote ni wananchi wako na wamefurahi sana kukuona, pamoja na wewe kuwa kiongozi wao wa kazi, lakini pia wewe ni kiongozi wao wa jamii huko wanakoishi, unawasaidia kutatua matatizo mengi ya maisha yao hapa Dar es Salaam. Karibu sana mheshimiwa. Sana waandishi wa habari nao wamewaziba wananchi wetu ambao ndio wataalamu wa hapa. Lakini kwa lugha nyepesi ni kwamba nimepata taarifa nzuri sana kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la TANESCO ndugu yetu Twange, na ametueleza namna ambavyo shirika limejipanga vizuri kutoka kwenye uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme wenyewe. Na mimi kama mkuu wa mkoa, mimi ni mtu ambaye napokea zaidi malalamiko au napokea neno la shukrani kutoka kwa wananchi wala ambao mwishoni ndio wameingiziwa umeme. Na kwa Dar es Salaam nimepewa taarifa kwamba watu walioingiziwa umeme, watu wafaidika na umeme huu ni zaidi ya wananchi milioni 1. Na kwa mantikio nitoe rai kwa ndugu zangu watumishi wote, jambo nililomsisitiza mkurugenzi mtendaji ni kwamba kuna mahusiano makubwa sana kati ya utulivu wa taifa na huduma ya umeme nchini. Kuna mahusiano makubwa mno kati ya kinachoitwa usalama wa taifa letu na huduma za nishati kwa taifa letu. Umeme usipokuwepo leo, kuna mambo mengi yatalala. Mahospitalini tutapata huduma, lakini zaidi uzalishaji utapungua, taifa litaingia kwenye migogoro na mambo mengine. Kwa hiyo tumesisitiza kwamba ni muhimu tuendelee na juhudi hizo, tukifahamu kwa dhati kwamba pesa hizi ambazo zinakuja kufanya miradi hii mikubwa, zimo kodi za Watanzania, lakini zipo pesa kutoka kwenye vyanzo vingine ambavyo Mheshimiwa Rais wetu anaweza kuvitafuta kutokana na mahusiano makubwa aliyoyajenga kati ya taifa letu na mataifa mengine. Kwa hiyo pia tumesisitiza TANESCO kuendelea kuwa faraja kwa Watanzania. Miezi au miaka michache hapa nyuma, Watanzania wengi walikuwa wanalalamika kuhusiana katika sana kwa umeme. Lakini leo nikienda kwenye mikutano ya hadhara, kila anayeniuliza swali aniulize tena kuhusu TANESCO. Maanake hii ni jitihada kubwa, jitihada nzuri zinazoonyesha kwamba ninyi watumishi mmekuwa ni nguzo kubwa ya kuunganisha nguvu zenu na kumsaidia mkurugenzi mtendaji kutafsiri taswira taifa na maono au malengo ya Wizara ya Nishati. Kwa dhati kabisa, kama mimi mkuu wenu wa mkoa, nimefurahi sana kuona maendeleo makubwa haya, na nitaendelea kumjulisha Mheshimiwa Rais wetu kwamba TANESCO ya jana na ya juzi si TANESCO ya sasa. Kwa maana TANESCO ya sasa imeleta mabadiliko makubwa, mageuzi mengi, na Watanzania waendelee kuwa na imani na taifa lao, waendelee kuwa na imani na Mheshimiwa Rais. Hizi transformer tunazoonyeshwa hapa ni transformer kubwa na za kisasa, na ambazo zimelenga kupunguza na kuondoa kabisa tatizo la upatikanaji wa umeme hapa nchini. Na kwa mantiki hiyo, jambo langu la mwisho kabisa, nafahamu na ninyi mnafahamu kwamba tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 taifa litakuwa na uchaguzi wa kuchagua rais, madiwani na wabunge. Tumeshaandika mkandarasi na kweli kazi inaendelea vizuri, na mradi huu ulianza mwezi Julai 2023, lakini tunategemea mradi huu ukamilike mwakani mwezi Agosti. Leo baada ya bwawa la Mwalimu, baada ya marekebisho mengine yote yaliyofanywa na TANESCO na serikali, wananchi tumeanza tena kusahau kwamba tulikuwa tuna njaa ya mambo ya umeme. Uongo ukweli? Na leo malalamiko inawezekana amekwisha hamia kwenye jambo jingine. Nikiwauliza hapa utakusikia maji, sijui jambo gani, umeme tena tunasahau. Yote hii ni kwa sababu serikali yenu, endeleeni kuiamini, kwa sababu inafanya kazi kwa mapenzi mema yenu, na inafanya kazi pia kuhakikisha kwamba ninyi
mnapata huduma za kutosha. Na jambo la mwisho, ndugu zangu wana Mabibo, baada ya kuipongeza sana TANESCO kwa kazi nzuri, jambo langu la mwisho ni kwamba tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 taifa litakuwa na uchaguzi, kumchagua rais, kuchagua viongozi wengine, madiwani pamoja na wabunge. Mimi kama mkuu wa mkoa nawathibitishia kwa 100% kwamba taifa na mkoa wa Dar es Salaam upo salama mno, tena upo salama kuliko jana. Ndugu zangu, kama ambavyo wenzangu wamesema, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameendelea kuboresha sana masuala ya TANESCO. Mtakumbuka hapo nyuma kidogo tulikuwa tunalalamika sana, uongo kweli jamani, umeme unakatika mara kwa mara, na wakati fulani hata nyumba zilikuwa zikiungua hata kwa uzembe wa mama au mtoto, kuacha mshumaa au kitu chochote, wanasema ni TANESCO. Nadhani mnakumbuka. Sasa kilichofanyika hapa ni nini? Ni kwamba wewe una mtoto mwenye kilo 40. Yule mtoto mwenye kilo 40 ukampatia kifurushi chenye kilo 120 abebe kupeleka nyumbani. Akina mama, akina baba mlioko hapa, kifurushi hicho mtoto atafika nacho nyumbani au anaweza kuvunjika? Na pia anaweza kuvunjika kwa sababu kifurushi ni kikubwa kuliko kilo zake. Kilichotokea hapa ni kama hiyo hadithi ya mtoto mwenye umri au mwenye kilo 40 na mzigo wa kilo 120. Kilichokuwepo kwenye nguzo hizi tunazoziona hapa, baada ya maboresho, baada ya kuleta transformer kubwa, imekuja kuonekana kwamba nyaya zilizokuwepo awali ni ndogo kusafirisha umeme mkubwa. Kwa hiyo kilichofanyika hapa ni kwanza kubadilisha nyaya ili ziwe na hadhi ya kusafirisha umeme kutokana na ule umeme unaozalishwa kule. Hiyo huwa inatokea hata kwenye mabomba ya maji. Kama tenki la maji linapeleka maji mengi kwa pamoja, mabomba ya maji yakiwa madogo yataishia kupasuka. Uongo kweli? Kwa hata hapa wangeacha nyaya zile zile, maana yake nyaya zingeweza kuwaka moto, kuelemewa na kuweza kuua wakazi wa hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alichofanya, umeme umezalishwa mwingi kutoka bwawa la Mwalimu, umeshasafirishwa kuja hapa Dar es Salaam. Hatua nyingine ni kuanza kusambaza kwa Watanzania. Sasa umeme unapokuja una mambo mbalimbali ya kitaaluma. Ndio maana Mheshimiwa Rais akasema hapana, kuliko kuja sasa kuua tena Watanzania, basi wekeni fedha, rekebisheni miundombinu ili umeme ufike vizuri kwa Watanzania waliokusudiwa. Ndugu zangu Wanacharambe, TANESCO inafanya kazi nzuri. Leo tumeshasahau kama hapo nyuma tulikuwa na mgao wa umeme. Leo malalamiko yetu yamehamia kwenye maji, si kwenye ulinzi, kwenye barabara, nafahamu. Lakini leo hii ndugu zangu na Mbagala, ukiingia hapo barabara kuu hapo, mtakuta tayari kuna mabasi kwa muda mrefu tumelia, lakini leo yameanza kufanya kazi. Uongo kweli? Mabasi ya mwendokasi yameanza, hajaanza? Yameanza. Kwa hiyo kwa kuwa yameanza mabasi haya, yamepita kwenye barabara hizo. Jana nilikuwa nakagua barabara za mwendokasi na barabara za kawaida. Wale mnaopafahamu pale Jangwani, si mnapafahamu Jangwani? Wakati wa mvua wao panakuaje? Panapitika papitika. Leo Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 97. Lile daraja tumeshalibomoa. Tunajenga daraja kubwa ambalo litakuwa ni la kihistoria. Tumebomoa daraja la Kigogo. Tumebomoa daraja la Mkwajuni. Tumekwenda kubomoa daraja pale Kigamboni unapokwenda inaitwa Nguva. Daraja la Nguva tunajenga kwa bilioni 92. Tumekwenda kubomoa daraja jingine inaitwa Geti Nyeusi, kama mnapofahamu, linapigwa daraja kubwa. Kwa hiyo madaraja yote ambayo mwaka juzi alitupa tabu, Rais akasema chukueni pesa hizo ili anzeni kujenga mambo ya Watanzania. Kwa hiyo nina imani na hapa Charambe matatizo haya barabara yatakwenda kuisha. Mwenyekiti amesema hatuwezi kumaliza yote kwa pamoja. Leo mimi na wakika hapa ndugu zangu wana Mbagala, ndugu zangu wana Charambe, wakisema tu kwamba nunua nguzo hii moja hii. Wewe nunua hiyo tu, halafu mambo mengine tuachie TANESCO.
Hebu iangalie vizuri, tunaweza tuwezi? Hatuwezi. Hiyo ni nguzo tu. Hatujafika kwenye yale matransformer ambayo yako kule. Kwa hiyo naombeni sana tuendelee kumunga mkono Mheshimiwa Rais. Na tuendelee kuilinda miundombinu ya TANESCO ili iendelee kuwa na tija kwetu sote. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora hapa. Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.